Leo tarehe 4 mwezi Juni mwaka 2026, kesi ya hujumu uchumi namba 4521 ya mwaka 2026 kati ya Jamhuri dhidi ya Wendy William Ishengoma na wenzake wanne imeitwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya rushwa na uhujumu uchumi mbele ya Mheshimiwa Jaji Salwati Kazi, na ilikuwa imekuja leo kwa ajili ya kuchukua ungamo, kiri pamoja na maelezo ya awali kwa maana ya pre-taking na preliminary hearing. Zoezi hilo limekwenda vizuri kwa Jamhuri kusoma maelezo ya kesi hiyo pamoja na idadi ya mashahidi na idadi ya vielelezo ambavyo wanatarajia kuvitumia katika kuweza kuthibitisha kesi yao dhidi ya wateja wetu. Lakini na sisi tulipopata nafasi ya kuulizwa kwamba tuna mashahidi wangapi na vielelezo vingapi tunavyotarajia kuvitumia, tulisema kwamba tunaweka akiba haki hiyo, lakini tutakuja kutaja idadi ya mashahidi wetu siku chache kabla kesi haijaanza. Lakini tu kwa faida ya umma ili uweze kufahamu ni kwamba miongoni mwa mashahidi ambao sisi tunatarajia kuwaita ni pamoja na Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo wakati kesi hii inaanza yeye alikuwa ndio waziri wa fedha. Lakini pia tunatarajia kumuita ndugu Emmanuel Tutuba ambaye ni gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, kwa sababu swala hili linahusisha pia masuala ya kifedha, na kama utakumbuka katika hati ya mashtaka kuna shtaka la utakatishaji fedha. Lakini pia tutamuita mtendaji mkuu wa mamlaka ya usajili wa biashara na makampuni na majina ya biashara kwa maana ya BRELA, na yeye atakuja hapa kuweza kutusaidia kututetea. Kwa hiyo hao ni miongoni mwa mashahidi wakubwa watatu ambao tunawatarajia kati ya wengi tutakaowaita kama mahakama itawakuta wateja wetu wana kesi ya kujibu. Lakini vinginevyo tunashukuru sana kwa sababu ni kesi ambayo itakwenda kuleta sura mpya sana hasa katika masuala haya ya makosa ya utakatishaji fedha, kwa sababu imekuwa ikiaminika kwamba haya makosa yanatumika kwa ajili ya kukomoa watu tu, lakini uendeshaji wake na namna ambavyo sheria imekusudia ni vitu viwili tofauti hapa mahakamani. Sasa kupitia kesi hii nadhani tunaweza tukapata mwelekeo mpya wa kwamba je, kweli haya makosa ya utakatishaji fedha kama ambavyo sheria ya bunge ilivyotungwa ilikuwa imelenga kufanya hiki ambacho kinafanyika, ama ilikuwa imelenga kuwakomoa watu na hasa wale ambao wanaonekana wana mafanikio ya kiuchumi. Kwa mfano mteja wangu wa kwanza ambaye ni mshtakiwa wa kwanza kwenye kesi hii Wendy William Ishengoma, kupitia hiyo kampuni ya Atlantic Microfinance Limited, walikuwa wanafanya vizuri kwa sababu kuwa na mtaji mpaka wakaribia bilioni 5 sio kitu kidogo, na amefanya hivyo kwa kuzingatia taratibu zote za kisheria za kuendesha kile ambacho walikuwa wanakifanya kama kampuni. Kwa hiyo sisi tunaamini kabisa kwamba mashtaka haya ni mashtaka ambayo yana nia tu ya kupotezea watu muda na kuwatesa, lakini yote yatakwenda kuthibitika mahakamani. Kwa hivyo tunaalika umma pale ambako mahakama itakuwa imepanga tarehe ya kuja kusikiliza kesi hii rasmi, basi watu waje waifuatilie na waweze kujua ni kitu gani kinachoendelea hapa. Kwa kifupi hayo ndio yamejiri leo.